Maafisa wa polisi eneo bunge la Ikolomani katika kaunti ya Kakamega wanachunguza kifo tatanishi cha mtoto mmoja ambaye aliruhusiwa kutolewa kutoka zahanati ya Iregi kwa njia isiyoeleweka. Mwanamke mmoja anayedaiwa kuwa mjukuu wa mtoto huyo alikamatwa wiki jana, huku mama wa mtoto huyo mwenye umri wa miaka 14 akisalia kwenye hospitali. Inadaiwa kuwa binti huyo alipata mimba hiyo baada ya kubakwa na babake mzazi, na mama huyo akahusika kukatiza maisha ya mtoto. Mwanahabari wetu Frida Okachi anaangazia taarifa hiyo kwa kina. Binti huyu mwenye umri wa miaka 14 alitembelea zahanati ya Iregi kutafuta huduma za kiafya. Baada ya uchunguzi kufanywa, alielezwa kuwa alihitaji kulazwa. Nilienda kwa wodi kafika saa 1. Tumbo ikaanza kunisumbua, nikajifungua saa 4. Nilijifungua mtoto alikuwa anapumua vizuri. Venye asubuhi ilifika mtoto alikuwa tu mzima. Venye asubuhi ilifika madaktari wakasema mama achukue mtoto akuje naye nyumbani. Ripoti ya kukamatwa kwa mamake alifahamishwa akiwa hospitalini. Venye mama alikuja na mtoto huko, hata hakufika hapa, mtoto alikufia kwa barabara. Kulingana na mzee wa nyumba 10 katika mtaa huo, binti huyo mwenye umri wa miaka 14 alibakwa na babake mzazi ambaye anatumikia kifungu cha miaka 20 katika gereza la Kakamega. Alidai kuwa mama huyo anayezuiliwa na maafisa wa polisi alichangia kumuua mjukuu wake. Tukahakikisha kweli mtoto mama yake alimfinya akakufa because mtoto alikuwa breathing from the hospital. Naibu chifu wa kata ndogo ya Shisenjeri alisusia kutoa kibali cha kumzika mtoto huyo baada ya mama huyo kushindwa kutoa stakabadhi za kudhibitisha kuzaliwa kwa mjukuu wake, huku akionekana kubabaika. Na sijaandika burial permit mpaka wakati nitapata uhakika vile mtoto alikufa, kwa sababu kuna tashwishi kidogo pale. Mtoto bila alitoka kwa hospitali peke yake, akaacha mama, na alifaa awe na ulinzi wa mama. Mwili wa mtoto huyo ulipelekwa kwenye hifadhi ya maiti ya Mbale, Vihiga. Frida Okachi, NTV.